kuweza kuzungumza mambo mbalimbali yanayokuwa yakihusiana na michezo na burudani. Mbele yangu nina Mandala wa Simba Sports Club. Tumekwenda kuyazungumza yale yanayokuwa yakihusiana na michezo na burudani. Ndugu yangu uko poa? Salome yupo kameramani nyuma. Salome yupo nyuma ya kamera ananichukua. Ananilemba hivi. Salome mza kunilemba hivi nionekane na shape. Niambie. Vipi uko poa ndugu yangu? Mimi nipo vizuri, nashukuru Mungu. Maisha yanaendelea. Krismasi tunaenda leo Boxing Day. Tumekula keki, tumeenjoy, tumefurahi, maisha yanaendelea. Bwana, kile kinachoendelea kwenye mitandao ya kijamii ndugu yangu nakisikia kuhusiana na Young Africans. Yote haya yamesababishwa na mchezo wa mashabiki kati ya klabu ya soka ya Simba Sports Club dhidi ya Young Africans baada ya Simba kuibuka na ushindi wa goli 2 na kutoa kombe kwa upande wa mashabiki. Purukushani za hapa na pale zikaanzia hapo baada ya kila mmoja kuondoka na milioni 20. Umezisikia? Albadili nafanya kazi. Ishaanza kufanya kazi sasa. Nadhani mnaona. Albadili kisasi bin haki. Unajua kuna kitu labda nikueleweshe. Sisi Simba tuliangalia majicho hivyo, tuko tuna focus, tunaangalia tabu ya timu yetu ni nini. Tukafikiria tukiangalia wachezaji wana viwango vizuri. Tumwangalie Mo alipi mishahara wachezaji, mchezaji analipwa mshahara. Posho analipwa. Kwani timu inacheza vibaya? Tukaanza kufanya research. Umeelewa bwana? Magari ya shule ya njano sasa. Tukaanza kufanya the research. Baada ya kufanya research, tukaja kugundua kwamba Simba kuna matatizo makuu hayo matatu. Tatizo la kwanza, uwanja Yanga walivyoondoka wa Mkapa wameweka viungu wachawi. Yanga wameuroga uwanja. Tatizo la pili, Simba haina maelewano. Yaani kuna mpishano wa mawazo. Tatizo la tatu, Simba ina watu wabaya. Yaani ndani ya Simba kuna watu haipendi Simba. Kuna matukio makuu matatu tumeyaunda wana Simba, nyinyi hamwezi kuyaelewa. Tukafanya kuna kitu kinaitwa partition area. Tukagawanyisha mifumo. Tulichofanya tukamkabidhi mchungaji wa Simba uwanja wa Mkapa, tumemkabidhi mchungaji wa Simba uwanja wa Mkapa. Mchungaji wa Simba uwanja wa Mkapa huu ufanyie kazi. Tumempa mchungaji akaenda kufanya maombi, viungu vimeondoka pale wachawi. Kazi ya tatu tumemkabidhi Shabani mpira pesa, soma albadili dili na hawa watu wasioitakia mema Simba. Umeelewa vizuri? Tunatafuta solution ya Simba. Kazi ya 4, tuandaeni dabi ya mashabiki ili kutengeneza umoja ndani ya Simba. Kwa hiyo sisi ile dabi unayoiona ile imetupa sisi faida, ile imewaletea hasara Yanga. Mzunguruko tumepiga tani, kuna kitu kinaitwa tani. Yaani ile dabi tumeandaa makusudi. Okay? Do you understand? Okay, tuende kitaalamu sasa. Hapo tutumie total station area hapo kitaalamu sasa. Tumetumia kitu kinaitwa tani. Ile tani tulioifanya tumeandaa dabi. Ile dabi malengo yake tutafute umoja ndani ya Simba, tutoe umoja ndani ya Yanga, kuwa na malumbano. Na ndio kitu kinachoendelea sasa hivi. Dabi hiyo. Sisi wajanja tuna akili wewe. Tunajua vizuri tusikia. Cha kwanza tumeandaa albadili some kwa ajili wenye nia na mbaya na wenye nia mbaya na Simba wote waumbuke. Mnaona sasa hivi kelele zinazoendelea zile. Nadhani mnazishuhudia. Yanga haijawahi hata siku moja yenyewe kwa yenyewe kunyoshana vidole. Na hii haishi kwa mashabiki tu, nakupa labda kodi ujue. Hii balaa unaoliona ndani ya Yanga haishi kwa mashabiki kina kizinga tu, linaenda mpaka juu. Kisasi bin haki, albadili hiyo. Watu tumekaa misaafu, tumesoma pale majuzuu, tumesoma ama, tumesoma makunuti. Tumechinja mambuzi, tumechinja makondoo, damu ikuache salama. Balaa limeanza, nadhani mnaliona. Bado. Yaani pale bado ile trailer. Lile trailer. Lile nini? Ni trailer. Dabi tunaenda kucheza sisi pale. Imeenda kuleta immunity ndani ya Simba Sports Club, imeenda kuleta muunganiko. Kama mlikuwepo waandishi, leo hii unamwona Dr. Mo anacheza mpira na Mediali. Leo hii unamuona Mandala anapanda gari la wachezaji na mashabiki wenzao wa Simba. Leo hii unamuona Kisugu pasi milioni, Shabani mpira pesa anaongea lugha moja. Ndio kitu pekee Simba kilikosekana, muunganiko, kwamba kulikuwa hakuna maelewano. Ile dabi imeleta nini? Maelewano. Na imekuja kuleta mfurugano ndani ya Young Africans. Sasa mimi ngoja nirudi kidogo na waseme ndugu zangu. Kwanza nawaonya.
nawaonya mashabiki wa Simba na wa Yanga. Sisi hapa watu tunajiita si friends, sisi tunajiita nani sisi? Tuwe na tahadhari moja. Muache mtu aongea anapoona tatizo. Muache mtu afanye nini? Aongee anapoona nini? Tatizo. Kwa nini mnataka mumzuie mtu, mumlimit asije akaongea? Kwa nini mnamlimit mtu? Kizinga kaona, narudia tena, Kizinga kaiona kuna shida ndani ya Yanga, mwache azungumze. Ndani ya mashabiki. Kizinga kaangalia kundi lao, sio Kizinga peke yake, waache watu wazungumze. Kama kuna madudu yanaendelea katika grupu, waache watu waongee, msiwazuie. Mnapokuja kwa limiti watu wasiongee, mnatutafsiri vipi? Halafu kumbukeni nyinyi mnao limiti watu wasiongee ni wa viongozi ndani ya grupu la Tanzania Influencer. Mnajenga picha gani kwa wanachama? Je, hamtaki watu waongee kwa wanapoona tatizo? Wewe listen to me. Mtu kaona tatizo kwa sababu unapoongelea Tanzania Influencer, unapoongelea Yanga Influencer, unapoongelea Simba Influencer. Simba na Yanga ndio limetengeneza nguvu ndani ya ile group, na ndio maana viongozi waya ili group la Tanzania Influencer wametoka Simba na Yanga. Ili group liende vizuri kwa muungano, linapotokea tatizo liache lizungumzwe. Kama kuna mtu kapiga hela, mwache mtu aongee. Solution yule mtu kama kuna chochote kakifanya, haja aombe radhi yaishe, sio kwanza kutupiana maneno. Acha watu waongee. Kumbukeni kuna kitu kinaitwa mchezo wa hela. Ogopa. Kila mtu ana target yake. Mmelianzisha grupu Influencer, kumbuka mpaka mmemhamasisha mtu aingie kwenye grupu, mmemtamanisha nini? Fedha. Umemtamanisha kwamba kuna nini? Kuna mambo makubwa anafanya nini, anakuja. Kwa hiyo mtu akaona mambo anaenda tofauti, muache mtu azungumze. Mimi sishangai Kizinga anachozungumza. Mimi binafsi sishangai. Na wala siwezi kumnyoshia kidole. Japo anihusu. Japo ya kwa ndani ya Yanga. Lakini ukiachekea kule ndo atakuja kuingia huko katika grupu lote la Tanzania nini? Influencer ambao kitu tukitaki. Tunayaona hata baadhi ya mambo yashaanza kwenye grupu. Kwa hiyo tukizidi kuchekea, tukiteteana huku kwa Yanga, kwa hiyo unakaribisha ule ujinga kule uje wapi kwenye grupu? Je, sifa ya Yanga ukiongea uko unaonekana mbaya. Mnataka ndani ya grupu la Tanzania Influencer pia ukiongea uko unaonekana mbaya. Wanataka utetee maovu. Leo hii tokee kiongozi kala ndani Tanzania Influencer watu wanyamaze. Ndio mnachotaka. Unataka kiongozi akipiga watu wanyamaze. Mnatishia watu eti wao msiongee, tukimsikia mtu kaongea mnakosea. Kumbukeni sisi tunafanana vimo, tunafanana umri, tunafanana elimu, tunafanana kila kitu. Tumekupa cheo cha uongozi, sio kama unajua kuliko wenzako. Tumekupa kwa sababu sio kila mmoja hawezi kuwa kiongozi. Unapokosea mwache mtu azungumze. Kama Kizinga kaona kapigwa hela, mwache aongee. Umeelewa vizuri? Tuko tuna tofauti wa Simba na Yanga. Sisi tuligawana hela, tulikuwa wengi. Hata huku Simba sio kama kwa madudu hajafanyika, ila watu wameamua kaikimia. Umeelewa vizuri? Hata huku Simba sio kama madudu hajafanyika, sio kama kila mtu alipenda, sio kama mtu alifurahi, ila mtu kaamua kufanya nini? Kukaa kimya. Lakini mtu angeamua kuongea Simba usingemshangaa. Kumbe na nyinyi mmepigwa. Sijasema tumepigwa. Nimekwambia hata huku Simba sio kama kulinyooka. Madudu alifanyika ila watu wamefaa kukaa nini? Kimya. Lakini kama mtu kaamua kuongea, muache aongee. Milioni 20 sio la ndogo. Alafu unapewa shilingi ngapi? Tutumie calculation of data. Na hesabu. Tutumie mambo ya 2x and plus 3y, find the value of x. Tutumie mipango miji, tutumie function method. Chukua milioni 20. Fanya ukipiga mahesabu kuna kitu kinaitwa assume. Yanga nisikilize. Yanga ile mechi hajachukua kama mechi ya mashabiki, wamechukua kama mechi ya nini? Influence wa Yanga. Simba sisi tulichukua mechi ya mashabiki na ndio maana tulikusanyana wengi na mashabiki kwenye kugawana nini? Hela. Yanga mechi yao ilikuwa mechi ya watu wenye mvuto. Wanaipambania Yanga ambao watu hawazidi watu 50. Mimi kwa data nimeambiwa watu 90. 100 kasoro mtu mmoja. Tena na ndugu yako ndo kapewa laki. Nani tena? Dosa. Kapa shingapi? Sikiliza. Narudia tena. Mtu anapoamua kuzungumza, anapoona tatizo, mwache azungumze.
Kwa nini? Kwa sababu usimwekee mtu limit za kuongea, kwa sababu kila mtu katafuta njia zake za kupita mpaka watu wanamjua. Kila mtu kapita metodi zake, ndio maana watu wamefanya nini, wamemjua. Na ndio maana msimamo wangu mimi na itikadi zangu, sikubaliki mimi mtu aniendesha anavyotaka yeye maisha yangu mimi. Never. Mimi uweze kuniendesha unavyotaka wewe. Mimi napenda kutoa maoni ninayoona hivi. Mimi ukiona nakupa maoni yangu unayapuuza, afu na mimi maoni yangu mimi ni ya ukweli, naepukana na wewe. Siwezi uniendesha unavyotaka wewe. Siwezi mimi kukumatia maovu. Watu mmekubaliana wanachama wawe 100. Zinatoka siku ngapi? Siku 2 za kuchukua vitambulisho. Nisikilize vizuri. Zinatoka siku ngapi? Siku 2 za kuchukua nini? Vitambulisho. Katika maisha watu wanatofautiana nini? Level. Naweza kuniambia mimi mandani nitoe 35 naitoa leo. Naitoa kesho. Umeelewa vizuri? Mimi kuna mwingine hana toe 35, unamwambia usipotoa kesho mwisho tunafunga usajili. Naoji, kwa nini? Na sio naoji, natoa ushauri. Kwa nini siwe endelevu? Kwamba mtu mwanachama sokopo na hela unapopata uje uchukue kitambulisho. Kwa nini isiwe nini endelevu? Unakuja unaambiwa kwamba watoeni au mamluki. Alafu sisi tufumbe macho tucheke. Shida ya Yanga msilete kwenye group la Tanzania Influencer. Msije mkaleta, msitetee maovu. Narudia, wasija katetea maovu, wakatumia kivuli wakaja kuleta katika group la Tanzania Influencer. Kama mtu kapiga hela asemwe. Kama mtu kamdhulumu mwenzake asemwe. Kama mtu kapatia apongezwe. Kama mtu kafanya kitu kizuri apongezwe. Nisikilize, nampongeza Dr. Mo kafanya kitu kikubwa akapambana tumepata usajili. Nampongeza viongozi wa Tanzania Influencer amefanya vitu vizuri, watu wanatafuta vitambulisho. Saizi leo hii Tanzania Influencer inajulikana kila mpaka serikalini. Kitu kikubwa. Pongezi zinavyokuja na ukikosea kubali kukosolewa. Kubali kushauriwa, kubali ushauri. Shida yetu sisi group la Yanga lilivyo ndo nataka, yani sifa group la Yanga nataka katika group la Tanzania Influencer. Iko kitu mimi siwezi kukubaliana nacho. Kuongea ukweli na kulefti. Sio kwenye group yetu ya Tanzania Influencer. Huku unaambiwa ukweli. Kiongozi ulichokisema hiki kweli kizuri, lakini tufanye hiki na hiki na hiki. Unatakiwa upokee mawazo ya mwanachama uyafanyie kazi. Sio mwanachama kiongea hivi mtoe huyo mamluki. No, hatuendeshi hivyo. Group la serikali, pingu. Lile pingu group la serikali lile. Sio la Yanga, sio la Simba. Lile pingu baba. Lile limesajiliwa na serikali. Ukiwa mtu wa hivi tupingu. Na kama watu hawajui, lile grupu linafuatiliwa. Chukua maoni ya wanachama wanayotoa kwenye grupu. Chukua maoni ya wanachama. Sio unadharau wanachama anachokiongea. Sio kila mtu mnafanana vipato. Unaweza ukasema changieni kiasi fulani, toeni hiyo hela kwa wakati huo. Kuna mwingine hana, unamlazimisha umlimove. Mtu akitoa maoni unaanza kumuongelea maneno ya ajabu. Unaanza kuongea maneno ya kutukana. Mimi nimejiremove kwenye grupu. Mimi sitakagi shida katika maisha yangu. Nimetoa maoni yangu vizuri tu, ndugu zangu. Twendeni 1 2 3 4 5 6. Hauwezi kumwambia mtu atoe ile kiasi cha pesa hiki ghafla. Kuna leo ponacho atatoa, asoko ponacho atakuja kutoa. Eti mwisho si kesho kutwa. Mwisho saa 4. Usipotoa utakuja kutoa ndo nini for what? About what? Hatulingani vipato. Hatulingani nini? Vipato. Chukueni mawazo ya wanachama wenu wafanyeni kazi. Sio kuya clash. Sio mtu akituma mawazo katika grupu mnaenda mnafuta. About what? Matatizo ya Yanga msialete katika grupu la Tanzania Influencer. Grupu hilo limeunganika na watu sisi mnaotuona. Watu wa Simba mmenyoka. Mimi ni sawa, watu wa Simba, mimi nimenyoka. Mimi najua umuhimu wa ile grupu. Nisikilize. Najua umuhimu wake, najua umuhimu wa kitambulisho. Kwa nini nimejiremove? Kwa nini nimejitoa? Unajua kwa nini nimejitoa? Sipendi mimi hivi. Nitakuja kugombana na watu. Mimi sitakagi matatizo. Bwana nibaki na maisha yangu tu mwenyewe. Sipendi matatizo. Shida upendo. Natakaga tu bwana 1 2 3 4 5 tuelewane. Na mimi labda ningeongea kitu kibaya ningesema kweli Mandala kazingua kuongea kitu kibaya. Naongelea kitu cha uhalisia. Sio kila mtu ana kipato. Eti mtu kisha hujatoa hela eti afu na mtoto kwenye group ana comment eti.
tumekubaliana tuafike mwisho 100. Haonaona ingia waliobakia sote ni mamluki watoeni. Wewe unamwita mtu mamluki kisa kakosa hela kutoa. Alafu wewe kiongozi wa grupu upo unashindwa kumsema yule mtoto, unakuja kugomana Mandao na mtukana eti kisa kaongea ukweli kutetea watu wasio na hela. Eti unamtukana Mandao unatetea maovu mtu anaongea kisa katoa 35. Nini wanaelewa nini maana ile grupu? What mean about this group? Do you understand about this group? Tafsiri ile grupu mnalijua nyinyi tafsiri yake? What mean about this group? Tanzania Fenster tafsiri yake unajua? Tafsiri ya grupu lile mnalijua? Wewe mwandishi si umesoma? Maana Tanzania influence maana yake ni nini? Sport. Influence maana yake nini? Ni mashabiki wenye nguvu. Mashabiki wenye nini? Influence. Mashabiki wenye nini? Ushawishi. Lakini ile grupu kuna mashabiki mpaka uzadagaa hapo. Lile grupu mpaka uza karoti wapo. Sasa shida sio kwa uza karoti. Shida wana ushawishi. Shida ushawishi unao. Kwenye shida sio kuuza karoti. Je, una ushawishi? Unaweza ukaongea. Yaani hata kama sio kuongea. Je, unaposimama sehemu kavaa jezi ya Tanzania, yule fulani anajulikana? Inamaanisha hata kiongozi wa serikali anamuona yes Mandala yule kavaa jezi ya Tanzania. Kisugu yule kavaa jezi ya Tanzania. Jibi 68 yule kavaa jezi ya Tanzania. Haijalishi kazi yako. Kuliko nakuja kumweka mtu yeye mwenyewe sasa influence ajulikani. Lakini ile group hapo watu wa design hiyo. Na viongozi tunao tumekubaliana. Tujue nini thamani, nini maana ile group kwanza kabla kufanya chochote. Must be to correction this group. Must be. Narudia. Must be to back to tunafanya nini? Correction. This is the group. Lazima tulifanyia correction ile group. Hatuwezi kuendeshwa group vile vile tunaendaenda tu. Watu wanaekana. Lile group watu wenye nguvu katika mitandao. Lile group watu wenye ushawishi. Ukivaa jezi utarudia. Lile group sio rudia. Lile group sio la nani? Lile group sio la mashabiki. Lile group la nani? La influencers wote. Lile narudia tena. Lile group sio la mashabiki. Sio mashabiki. Leo waite influencer Tanzania. Na waziri sasa. Tunaomba group tulione. Mandala hayupo. Kevo hayupo. Godianga hayupo. Huoni kama viongozi mtaulizwa maswali? Wanamkuta mtu si nani, si shabiki wa nini, si huyu hatajulikani muza nini siji chini. Huoni kama utaulizwa maswali? Lazima wafikirie. Mzungu anasema think before you do. Fikiri kabla hujatenda. Kubali mawazo ya watu wanayotoa. Hamna mtu anatoa mawazo ya kubomoa grupu. Mtu anatoa mawazo ya kutengeneza grupu. Sio kila mtu anaweza kuambia toa 35 teunate, juzi ulipewa hela si ya nini, sio hela nini umepewa. Unataka tuongee tumepewa shilingi ngapi? Nataka tuzungumze sisi tumepewa shilingi ngapi kama kizinga. Eti sisi tuzungumze tunavyotaka. Hatuwezi kuzungumza, tunaacha tu. Ndio maana tukatoa maoni kwamba mmetoa ratiba kutoa 35. Alokuwa naye atoe, asiokuwa naye iwe muendelezo wa kulipia kwa sababu watu mlio